42 ambavyo vinasimamiwa na bodi ya ligi na TFF kwamba watu hao watakuja kusimamia mpira kwa maslahi ya watu wote ambao ni wanachama wa TFF na bodi ya ligi na si Yanga Afrika peke yake. Timu waingizwa CEO wale mudu, mwenyekiti wa bodi na mudu. Maana yake athari yake nini? Tutaletewa viongozi ambao watakuwa na maslahi mapana na Yanga Afrika peke yake. Yanga Afrika imechukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo chini ya viongozi wapi? Chini ya Steven Mguto. Alikuwa mbaya? Hiyo nguvu unafikiri nguvu ndogo hiyo? Hiyo nguvu unafikiri nguvu ndogo? Na bado tunajiuliza hawa watakao kuja CEO mpya, mwenyekiti wa bodi mpya, tuna uhakika gani kwenye vilabu vyote 32 ambao vilabu wote 42 ambavyo vinasimamiwa na bodi ya ligi na TFF kwamba watu hao watakuja kusimamia mpira kwa maslahi ya watu wote ambao ni wanachama wa TFF na bodi ya ligi na si Yanga Afrika peke yake. Tuna uhakika gani? Na mashaka na hili. Tuna mashaka. Kama kuna kigogo anapiga simu nje, anakaa nyuma mlango anapiga simu, watu nyadhifa zao zinatenguliwa, kigogo huyo atashindwa kupiga simu, waingizwa CEO wale mudu, mwenyekiti wa bodi na mudu. Maana yake athari yake nini? Tutaletewa viongozi ambao watakuwa na maslahi mapana na Yanga Afrika peke yake. Ni viongozi ambao watakuwa hawezi kunyoshia kidole Yanga, kuikosoa Yanga, kuifanyia chochote Yanga kwa sababu wana watu wao. Unaelewa vizuri? Ndio maswali najiuliza, sijapata majibu kwa dakika hii. Kwa sababu hawa si hawataki. Nikuulize swali. Yanga Afrika imechukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara mara 3 mfululizo chini ya viongozi wapi? Chini ya Steven Mguto. Alikuwa mbaya? Kwa mzuri. Chini ya CEO Almasi Kasongo alikuwa mbaya? Leo ligi yetu imepiga hatua, ligi namba 4 barani Afrika kwa bora chini ya viongozi wetu bora wale Sikaria, Steven Mguto, Wilfred Kidau pamoja na Almasi Kasongo. Si hawa. Lakini leo Simba kuna historia yetu, tunafika finali ya kombe la shirikisho barani Afrika mara ya pili kwa sababu ya mazingira mazuri ya viongozi wa bodi ya ligi na TFF. Unanielewa vizuri? Viongozi wa ligi ya TFF wangekuwa wabaya leo Simba asingefika finali. Leo Yanga amechukua ubingwa mara 3 mfululizo nchi hii. Kujui Simba tuna ubingwa na mara mwisho msimu uliopita Simba tumefika nafasi ya 3. Tumecheza shirikisho. Uliona tunaandamana? Uliona tunalalamika? Tuliwakamata viongozi wetu wa Simba tukawaambia hapana, nyosheni timu, sajilini vizuri, wekeni mifumo mizuri ili tuende mbele. Na wao yes, mwekezaji akaweka hela, usajili ukafanyika, viongozi wakafanya baadhi ya reforms. Umeona saizi kidogo tumeshakaa tiketi ya kucheza msimu ujao kombe la ligi ya bingwa barani Afrika. That is. Lakini wao walikuwa mabingwa mara 3 chini ya viongozi. Leo na wakataji. Maana yake ni tafasiri ndogo ya sheria. Ukisoma fasihi, mimi fuatilia form 4, mimi nilikuwa na A ya Kiswahili. Ukisoma fasiri ya andishi, ukilidi between the line, yani ukisoma katikati ya sentence, maana yake kwa fasihi ya haraka, viongozi hawa walioko madarakani walikuwa wamesimamia sheria 17 za mpira wa miguu na hakutaka kumuonea mtu. Kwa hiyo Yanga ilivyokuwa kuja makando yake mezani ili wafanye kwa niaba, walikuwa wanaambiwa hapana, hiyo iko nje ya sheria, sisi tunasimama hapa. Kwa hiyo ni viongozi ambao walikuwa wakubali kutumikishwa wala kupelekeshwa na hivi na klabu ya Yanga, na ndio maana wakaona hawa watatuzuia kufanya mambo yetu. Ndio maana wakapiga kelele watoke. Na wamefanikiwa. Yanga imefanikiwa brother. Yanga imefanikiwa. Kile chukula kitaka. Ndio maana mitandao ya habari yote, vyombo vya habari, social media wanatamba wao kwa sababu wamefanikiwa. Unakaa kinyonge. Nakwambia kwa hili Yanga wamefanikiwa, huo ndio kweli. Mtakataje? Wametaka CEO ajiuzuru, wamejiuzuru. Wametaka mwenyekiti wa bodi ajiuzuru, wamejiuzuru. Wametaka tarehe ipangiwe tarehe yao. Wamechungulia kwenye kamati zao, wameona tarehe 25 ndio tuko vizuri, wakapanga tarehe ya wao. Wamepanga wao tarehe. Lakini tena wamepanga tarehe wao ndio wanademand tarehe hiyo. Jana viongozi wa Simba nao walikuwepo kule. Kufanyaje? Na kati hiyo walikuwepo pale kwa kivuli tu kwa sababu script ambayo Yanga alikuja nao kule migomo yao ndio hiyo script ambayo imetoka jana. Hicho kikao hakikuwa na manufaa kwa Simba. Viongozi wenu walikuwepo pale, alikuwepo mwenyekiti. Hatuwezi kusema walikuwa hanyonge kwa sababu hatujui kule ndani wamekwenda kuzungumza nini. Kule ndani ni siri yao. After all paka dakika hii hawajatuambia walikuwa wanazungumza nini. Na nani? Viongozi Simba na Yanga. Wapi wameandika wapi? Wapi? Si Dodoma. Kwani Yanga wakubaliana na Simba? Yanga kwa viongozi wa serikali mama
Simba na Yanga wote wamekubaliana tarehe hiyo Dr. Mo. Nisikilizeni jamani. Sisi wote mimi na nyie tuliona picha tu Instagram. Unazuri. Tuliona picha viongozi wa Yanga wakipiga picha wakipostiwa wamepiga picha na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Na tukaona viongozi wa Yanga pia wamepiga picha na kiongozi wetu wa nchi. Tumeona tu ni picha. Na nitakusomea hata hapa mimi hawajasema tumekubaliana. Jamani, waandishi wa habari waelimisheni watu wenu na kusomea tena picha zilizopostiwa na mamlaka ya Ikulu. Zikisemaje? Hii hapa twende kanukuu. Soma maneno yangu. Msije kanindikisha Dr. Mo kasema hivi. Sio maneno yangu. Mimi nimenukuu kutoka kwenye mamlaka ili na nyie niwaambie hawakukubaliana kwa sababu tulichoambiwa sisi ni hiki hapa. Hiki hapa. Dakika moja hapa utakiona ambacho viongozi wa Simba na Yanga jana, hii ndo taharuki baada ya picha hizi kutoka. Ndio bodi katoa tamko. Ikaja na taarifa kwa umma. Bila vifungu wala kipengele. Nzuri. Ikatoa tu nzuri. Hakuna kifungu wala kipengele. Labda nisome tu kwa niaba ya wapenzi watazamaji wenu ili waweze kujua. Ilikuwa ni majira ya jana. Jioni kwenye peji ya Ikulu mawasiliano. Imeandika Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa kwenye picha ya pamoja na viongozi wa timu ya Simba na Yanga mara baada ya mazungumzo na viongozi hao Ikulu Chamwino mkoani Dodoma tarehe 13 Juni 2000. Wapo wamesema wamekubaliana. Usimlishe mtu ambacho hajaandika. Hata Dr. Mo kama Simba kwa wataki tuangelisha kule kama hataki kucheza tarehe hiyo. Wabishe wapi kwa unajua wanaambiwa nini? Zimepostiwa picha za viongozi wa Simba na Yanga wakiwa na mheshimiwa rais. Unazuri? Yaani ni kwamba hii content unaweza kaizoom hapo ili zipite picha. Unaweza kazizoom. Umeziona? Zoom hapo. Sumona? Hawajasema tumekubaliana dabi icheze tarehe fulani. Wamesema pichani ni viongozi wa klabu ya Simba na Yanga wakiwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kipenzi chetu Mama Samia, unaweza mitano tena wakiwa kwenye mazungumzo Ikulu, mara mazungumzo Ikulu ya Chamwino tarehe 13 Juni jana. Hawajasema tumekubaliana. Kwa hiyo nyinyi mnaonewa kumjibu. Umeelewa? Tumeweka swali hapo vizuri. Simba hamna watu. Tutafika hapo. Tumeelewana vizuri kwanza. Kwa hiyo hawajasema tumekubaliana kwa sababu sisi na wewe na mimi na mwingine hatujui kilichozungumzwa ndani. Kwa baada ya picha hizi ndio ikaja nini? Barua ya bodi ya ligi. Na yenyewe barua haijatuambia wameridhiana. Unanielewa? Barua imesemaje? Hii hapa. Bodi ya ligi. Unazuri? Hiyo ndio ilikuwa fupi sana. Fupi mno. Yaani ni short not see. Unazuri? Imesema hii hapa kwamba taarifa kwa vyombo vya habari. Bodi ya ligi kuu Tanzania imeusogeza mbele mchezo namba 184 wa ligi kuu Tanzania bara kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15, 2025 kuanzia saa 11 jioni. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 25, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 jioni. Bodi inazitakia maandalizi mema klabu za Yanga na Simba kuelekea mchezo huo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Juni 13, 2025. Short notice, hakuna kifungu, hakuna kukubaliana, hakuna kwenda karudi. Unaelewa madam? Kwa hiyo usiseme walikubaliana kwa sababu hata bodi ya ligi haijasema kwa mujibu wa kukubaliana Simba na Yanga viongozi wao sasa mchezo unapelekwa. Hiyo halipo. Ukweli? Kiandishi hapo. Hilo halijasemwa. Kwa mimi na wewe hatujui kilicho. Yanga na Simba viongozi walikwenda pale wanajua kilicho na hawajakiweka hadharani. Lakini lugha ya picha kwa sababu kumechatokea mazingira ya kuwajibishwa viongozi wa bodi ya ligi kwa matakwa ya Yanga. Tunasema Yanga matakwa yao yamekubaliwa. Kwa Yanga wana watu Dr. Lugha nyepesi. Unaelewa vizuri? Simba hatujaambiwa sofa mpaka dakika na uongozi wetu wa klabu ya Simba. Nini msimamo wao? Waliambiwa na nini na Mheshimiwa Rais kwa mazungumzo yale? Kama alikuwa anahusu Simba, inawezekana Mheshimiwa Rais amewaita pale. Wana mambo yao mengine ya kinchi. Si ndio kiongozi wetu? Labda mambo yao mengine
Unanielewa? Hata mimi pia huwa naitoka na baadhi ya viongozi wa serikali. Hatuendi kuzungumzia mpira, katuingia mambo ya kijamii. Inawezekana. Sasa sisi hatuwezi kuona kielele kwamba tukawalisha maneno kwamba walisema hivi. Hiyo tunawaacha wao wafanyaje? Watuletee kwamba hiki ndicho hicho kizungumza, ili mwisho wa siku sisi tufanyaje? Tukichakate. Unanielewa? Kwa mantikio klabu ya Simba, mashabiki na wanachama tunasubiri tamko hili kutoka kwenye management ya klabu ya Simba. Inakaribia masaa 24 sasa, kuna tamko lolote? Of course ni masaa 24. Huwezi jua wanafikiria namna gani kuja kutuambia wanachama. Sio kazi rahisi wanachama kama Dr. Mohamed Hamisi kuja kumwambia taarifa kama hizi nyepesi. Lazima utumie muda, akili, maarifa, uchakate. Hiki kinachokwenda kuwaambia wanachama klabu yangu ya Simba watakipokeaje? Inawezekana kuna mambo yanaendelea sisi hatua. Ndio maana klabu ipo Sasa sisi msimamo wetu bado tunasimamia pale kwenye barua ya mwisho kwamba mchezo tarehe 15 si upo. Kesho Dr. Mo atakuwa Benjamin Mkapa. Sisemi kama nitakwenda au sitokwenda kwa sababu klabu yangu haijaniambia niende wapi. Baada ya matamko haya mawili. Tunachokisubiria ni mtamko. Unasimamia. Sio taarifa ya mwisho. Taarifa ya mwisho ya Simba. Wasomea watazamaji. Taarifa ya mwisho imesema hivi. Niamua mwende mkaujaze uwanja kama Simba Day. Kama kawaida imetuambia hivi taarifa ya Simba. Hii hapa. Klabu ya Simba, klabu ya maisha yangu. Inasema taarifa ya mwisho, taarifa kwa umma. Inasema klabu ya Simba inawarifu umma, wanachama, wapenzi wake kuwa itaingia uwanjani siku ya Jumapili tarehe 15 Juni 2025 kushiriki mchezo namba 184 kama ilivyopangwa na bodi ya ligi kuu Tanzania. Mabadiliko yoyote ya kujaribu kuahirishwa mchezo huo ni batili. Mabadiliko yoyote ya kujaribu kuahirisha mchezo huo ni batili na kinyume na taratibu za uendeshaji wa mamlaka wa mpira wa miguu Tanzania. Kwa msingi huo, klabu ya Simba haitashiriki mchezo wote wa namba 184 isipokuwa ule uliopangwa kuchezwa siku ya Jumapili tarehe 15 Juni. Tunawaomba wanachama na wapenzi wa klabu ya Simba kujitokeza kwa wingi kuijaza Benjamin Mkapa siku ya muhimu hiyo ili kuiunga mkono timu yetu. Nguvu moja imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba tarehe 12 Juni mwaka 2025, siku mbili zilizopita. Hii ndio taarifa ya mwisho wa klabu ya Simba. Baada ya taarifa hizi za jana hakuna taarifa yoyote. Kwa sisi wanachama wa klabu hii na wakereketwa. Unajua kuna mkereketwa na wanachama. Sisi wakereketwa na wanachama tunasubiri statement ya mwisho ya klabu ya Simba leo. Huenda leo ikatoka muda wote kuanzia leo. Tujue msimamo wetu ni upi. Baada ile statement inawezekana tukawaita waandishi. Baada ya statement ikatoka leo tutaichakata tuone na sisi na maslahi na sisi haula. Kwa sababu wenzetu maslahi yao wameweka mbele na kweli wamepigania klabu yao. Tumeona migomo ilikuwa kama yote pale. Nyie yote mlikuwa mashinda pale Jangwani, kila siku mnaitwa pale. Uongo? Mara migomo ya wazee, mara vikongwe, mara migomo ya kila mama, mara ya wazee. Sio nzuri. Tutaichakata na sisi hiyo barua kwa masaa kadhaa na wanachama wenzetu wote tutawaambia jamani tumeliziana hili swala. Ndio kama tumelizia tutaunga mkono na klabu yetu, tutaibresi, tutaunga mkono, tutaelekea kwa hicho ambacho wao klabu wamesema. Lakini kama hicho ambacho klabu wanatoa wanachama hawatolizika nacho tutawaambia pia bana mmerizika hatujarizika tunafanyaje. Same from there ndio na sisi tutakuja mbele kutoa matamko yetu kama kawaida. Tusubirie matamko kwa upande wa subiri klabu ya Simba yetu tuwe vumilivu. Na mimi ni mvumilivu toka asubuhi. Toka jana. Mimi sijalala of course. Sijalala. Sijalala toka jana. Navumilia na kifua changu kimekuwa kizito mno kuvumilia mengi. Mama najua mimi sinaga uvumilivu huo. Si unaelewa vizuri? Kifua changu ni kizito. Yaani kifua changu ni kizito. Yaani sasa hivi namshukuru Mungu nimeweza kujizuia kwa sababu ninajifahamu. Unaona nzuri lakini nimekuwa na subira minallah. Nasema inna Allaha masabirina. Kila mwenye kusubira yuko pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tusubiri viongozi wetu watupe mwelekeo sahihi. Alafu na sisi wanachama tutaipigania klabu yetu. Natoa angalizo. Natoa angalizo. Na niwaambie watu wote ambao hawajui na wanaojua. Klabu ya Simba Sports Club ni klabu ya wanachama. Ni klabu ya wanachama. Wanahisi 51%. Sisi ndio ni klabu yetu hiyo. Kwa chochote ambacho kitazungumzwa
au kitatolewa leo na klabu yetu kiwe kimelenga maslahi mapana ya wanachama na klabu yao. Kiwe kimelenga maslahi mapana ya wanachama na klabu yao na sio vitu vingine. Shukrani sana Dr. Kila la heri. Asante.